Kwa jina naitwa Hilda Malosha, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu manispaa ya Ubungo. Leo tuko hapa katika kituo cha New Faraja hapa kata ya Makurumla, ikiwa ni mwendelezo wa siku ya mtoto wa Afrika ambao tumeanza tangu tarehe 1 mwezi wa 6 na tutahitimisha tarehe 30 tukiwa ndani ya kampeni ya malezi. Hiyo wapo watu ambao wenye umri wa kuanzia miaka 2 na kuendelea. Sawa miaka 2 na kuendelea, na hao ambao nimesema kwenye level ya primary, level ya secondary, wote ambao tunao hapa. Kwa sababu waliopo 120 kwa kadri, sababu wengine hawapo sekondari. Kama ilivyo ada, kampeni ya mwaka huu inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora na taifa imara. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea na watoto wetu wa New Faraja, lakini tumekuja maalum kuwakumbusha kwamba wana siku yao ya mtoto wa Afrika, na hata wale ambao walikuwa hawajui tumewaambia leo kwamba wana siku yao ya mtoto wa Afrika, na wenyewe wakiwa kama watoto wa Afrika tumekuja kusherehekea nao leo. Mwe mnakuja mara kwa mara katika kituo chetu. Binafsi kama mwenyekiti wa serikali wa mtaa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa, kituo chetu kiko salama sana. Wanaishi katika mazingira mazuri, wanalelewa kama vile watoto wanavyotakiwa kulelewa. Tukisoma katika vitabu vitakatifu wanasema hawa watoto unapokuja kuwatembelea, unapokuja kuendea zawadi kama hii uletea, yani hawa dua zao ni moja kwa moja. Ni moja kwa moja, yani hazina kona kona. Kwa tumekuja leo, tumetoa elimu kidogo kwao ya mahusiano, lakini pia tumetoa zawadi na vifaa mbalimbali kama vyakula, lakini pia vifaa vya shule na viburudisho vingine vya watoto. Hiyo ikiwa ni mkono wa mheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo ambaye ametoa leo ili watoto nao waweze kusherehekea siku yao ya mtoto wa Afrika. Lakini pia wadau mbalimbali hawako nyuma, na wenyewe wametoa pia vifaa ili na wao kama wana Ubungo wamewakumbuka watoto wa kituo cha Faraja, New Faraja. Kwa sababu wako hapa, na ndio maana tulibadilisha kile kuita kituo cha yatima au mazima magumu. Tulitoa tukaweka Faraja, New Faraja Home Children. Na ile Home Children inakusanya hayo yote, kwamba wana wazazi, mazingira magumu, lakini wote tunao hapa. Sababu ukimwambia wewe yatima hajisikii vizuri, lakini Home Children ndio Kiingereza kidogo inaficha. Home Children unajua okay, ni sehemu husika kama hiyo. Na umri, unaona? Inaweza tukawa na wanachuo hapo wapo, lakini wasiishi hapa, wakaishi sehemu nyingine, lakini mwisho wa siku waje nyumbani wapi? Ni hapa. Akipata bahati nzuri anapata mchumba, ameolewa, it's okay, lakini wapi? Nyumbani. Ndio maana hata ambao kwa boarding hapa hawapo, lakini wapo wapi? Shuleni. Maana wanaporudi wajua waenda wapi? Faraja, ndio nyumbani kwao. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaangalia, je, hawa watoto tumeletewa tunataka kuhakikisha tunawafikisha ndoto zao, maana ili wafikie malengo yao. Kama alifanyiwa kitendo fulani lakini amefika hapa, maana sehemu salama. Sasa sisi tunafanyaje? Kwa hiyo huyu mtoto anafika malengo yake. Huyu mtoto kama itakaye mwalimu au mwalimu kwetu, kama itakaye rais, yeye mpaka afike kwa ndoto zake. Na ndio tunapokaa naye kumfundisha, tunamfundisha maisha kwamba leo uko Faraja, lakini kesho hautakuwa Faraja, utakuwa sehemu nyingine. Je, ukiwa huko Laiani utaenda kwenye kujumuika na familia mbalimbali. Kwa hiyo familia, ili uishi nao vizuri, wasikushangae, inatakiwa tukufundishe kazi zote za mikono na maisha kiujumla. Unaona? Kwa hiyo mtu akiwa hapa maana yake anajifunza vitu vyote. Maisha ya darasani, maisha ya nyumbani, maisha ya baadaye, pamoja na swala zima la upendo kule kumwonyesha yule mtoto ili ajue kwamba yeye yuko nyumbani kwao. Tunashukuru sana wazazi ambao wako hapa wanaishi na watoto wetu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza sana, muendelee kuwa na moyo huo, kwa sababu watoto mnaoletewa kila mmoja na tabia zake, lakini mnajitahidi kuwa control na kuishi nao vizuri, na wao wanajisikia faraja, wanakuwa na amani kama watu wengine. Kwa sisi tuko hapa tunasema wito wetu kwa wazazi, kwa walezi, kwamba hii siku kampeni ya kiserikali itaisha tarehe 30, lakini tunaposema swala la malezi ni endelevu. Kwa hiyo tunatamani sana kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii, kila mmoja ajue wajibu wake katika jukumu zima la malezi, kwa sababu kila mtu msingi wake ni malezi. Kwa hiyo tutakapokuwa na malezi yenye wajibikaji ndani yake, baba akawajibika, mama akawajibika, lakini pia watoto wakawajibika, tutatengeneza taifa lililo imara kama ambavyo kauli mbiu yetu imesimama mwaka huu 2026. Kwa hiyo niseme shime
bila malezi bora hatuwezi kuwa na taifa bora. Kila mmoja atimize wajibu wake ili jambo liwe endelevu hata baada ya maadhimisho haya. Kila mmoja ajione kwamba ni sehemu ya kutengeneza jamii iliyo bora kwa kutimiza wajibu wake kama mzazi, kama mlezi na kama mwanajamii. Kwa majina naitwa Mariam Baraka, mimi ni matron wa kituo hiki. Kwa niaba ya kituo mimi nashukuru sana kwa kutuletea sadaka. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu azidishie na msiishie leo siku ya mtoto wa Afrika. Pale mnapopata nafasi karibuni tena kwa ajili ya kuja kutufariji kama jina letu linavyoitwa la kituo ni Faraja.